nini? Unaniongelea hivyo kimsisitizo inahusu? Mazali mimba tuliselebuka wote, tuliitafuta wote babu wewe mimba utalea. Sijui umenielewa? Utake usitake, mimba utaielea, labda sio mimi. Ningeweza kuondoka, lakini moyo umekata. Ningeweza kuchoka, lakini mapenzi yananishikilia. Mbona leo umewahi kuamka sana? Nina kazi nyingi sana ofisini, kwa hiyo natakiwa niwahi mapema sana. Basa, mimi natoka. Nikilia kwa sababu ndoa ni zaidi ya furaha. Watu hawajui ninachopitia usiku, lakini najua kila kitu kitapona. Alo. Habari yako? Salama. Niambie. Sasa mimi nasemaje kwamba mimi sitaki tena kutoa mimba. Unataka kutoa mimba wakati tunakubaliana kabisa na pesa nimekupa utoe hiyo mimba? Wewe unazimu nini? Mimi mwenyewe nimeamua sitaki kutoa mimba. Haya, niende nikachokonoe kizazi changu. Kama mtoto wenyewe ndio huyu mmoja, nisizae tena inahusu. Mimi nimeamua sitaki tena kutoa mimba, nazaa. Sasa sikia, kama unaamua kuzaa naomba usinishirikishe kwenye jambo lolote lile kuhusu ujauzito. Ndio sasa sitohusika kwa jambo lolote. Sitaki nitoe kabisa. Wewe unazimu nini? Unaniongelea hivyo kimsisitizo inahusu? Mazali mimba tuliselebuka wote, tuliitafuta wote babu wewe mimba utalea. Sijui umenielewa? Utake usitake, mimba utaielea, labda sio mimi. Wewe jifanya umepachamwa Unanikolomea mie? Nitakuonyesha show moja hivi au tuamini. Eti sitolea sijui nini ile peke yangu. Nilikuwa peke yangu kwenye bedi. Unanifokea mie eti anaongea kabisa kimsisitizo, unaongea kimsisitizo. Wewe tena usinitie wazimu, nitakuja kufuata huko. Usiletee ujinga mimi hapa. Mimba utailea. Ndazimu nini huyu? Ananikolomea kabisa sijui nini. Wewe baba unijue. Usinipandishe kisukari. Mimi nishachanganyikiwa. Najifanya nchizi. Sikia, kama umeamua kuzaa na umeamua kukataa kutoa hiyo mimba, narudia tena, sitaka unishirikishe kwenye jambo lolote lile. Mimi ni mume wa mtu, na swala la kwenye ndoa yangu sitaki kabisa kuingiliana. Endapo mke wangu atagundua hili swala, naamini kabisa mimi na mke wangu hatutoelewana. Na ndio maana nilitaka huo ujauzito utoe, kwa sababu sitaki chochote kitokee kwenye ndoa yangu. Sasa nisikilize vizuri. Bwana wewe, mimi mimba sitoi, nazaa na utalea. Kivyovyote vile, mimba utalea. Sijui umenielewa? Yaani nitafanya vyovyote, mimba utailea. Upo? Sasa kitu kingine nataka nikuulize. Wewe kama unajua una mke, kilichokufanya mpaka uje kwangu kitu gani? Sawa, hamna shida. Siku ile ambayo tulikuwa kwenye tendo, kilichokufanya usitumie kinga kitu gani? Na nilikwambia kabisa babu wewe, bwana wewe tumia kinga ukakataa. Kwa nini ulikataa? Zako wanafanya biashara wapate faida. Wengine wanafanya kazi wapate mshahara. Na wewe umepanda mbegu, subiri kuvuna mazao. Sijui umenielewa? Unajua ni vile hujaufahamu vizuri upande wangu wa pili. Lakini endapo ungeujua upande wa pili mimi ni mtu wa namna gani, wala usingesubutu kuongea ujinga wako. Sasa basi, kama wewe umekubali kuzaa na umetoka nje ya makubaliano yetu kuhusu swala la huyu mtoto, sitaki unishirikishe kwa lolote lile.
Yaani kwenye swala la ndoa yangu na swala la mke wangu sitaki masuala yote. Sasa wewe umeamua kuzaa? Zaa, lakini sitohusika kwa jambo lolote kuhusu mtoto. Narudia tena, sitohusika kwa jambo lolote kuhusu mtoto. Sitaki. Na narudia tena, usitaki kuniona upande wangu wa pili. Wewe cheka, si anafurahisha. Wewe cheka, si anafurahisha anasema, lakini utafurahi zaidi ya hicho. Si umepanga? Si una plan ya kutaka kuniharibia ndoa yangu? Sasa swala la mtoto mimi sitaki kulisikia. Na kama umeamua kuzaa, zaa, lakini mimi sio baba halali wa huyo mtoto kuanzia leo. Anijui yule basi sasa tutaonyeshana wewe upande wa pili. Mimi mwenyewe unijui vizuri, nitakuchezea chezo au toamini kudadeki zako. Unanitishia mimi amani na nakwambia nazaa na yote unifanyi mwenda wazimu wewe. Rose rafiki yangu, nahisi kuna kitu kikubwa sana mume wangu ananificha. Moyo wa mwanamke huwa udanganyi. Ukiona hivyo basi kuna sababu. Lakini Rose, mimi nampenda sana mume wangu na siwezi maisha bila Brian, na hata kama kuna mambo ananikosea siwezi kumkosa kabisa. Nimejenga maisha juu yake. Ninaogopa kuanza kumshuku sana. Nitaiharibu ndoa yangu mimi mwenyewe. Melissa, kumpenda mwanaume wako sio kosa, lakini tu usijisahau. Na kama kuna ukweli, ni bora tu ujulikane mapema. Uvumilivu na mwisho wake. Macho yangu yanakutazama wewe tu, sioni dunia bila jina lako moyoni mwangu. Unajua yule mwanamke unanisakizia siku ile club nikaenda kulala naye ameleta matatizo makubwa sana kwenye familia. Matatizo makubwa? Matatizo gani? Ana mimba. Mbaya zaidi hataki kutoa. Nimempa pesa ili atoe hiyo mimba na tukakubaliana kabisa, lakini leo amenipigia simu na kuniambia kwamba hatoi mimba na anataka kuzaa. Kwa hiyo kinachokuchanganya sasa hapo kiko wapi ndugu yangu? Jordan, mimba sio kitu cha kuficha. Yaani kadri kinavyozidi kusogea kinakuwa, na mwisho wa siku atajifungua, atapatikana mtoto. Sasa namwambia vipi mke wangu? Au nataka nionekane mimi ndo nimeisaliti ndoa na kwenda kuzaa nje ya ndoa? Brian, hivi uko sawa kweli? Kama ana mimba achana naye. Sasa wewe unataka kufanya nini? Kwa sababu kama kutoa ulimpa hela na ameshindwa kutoa, amekataa kabisa kutoa, wewe unataka kufanya nini? Unataka kumuoa? Achana naye. Kwanza yule malaya kama malaya wengine. Unajua unaweza kuliongelea tu ukaona ni jambo la kawaida kwa macho ya sasa hivi. Lakini vipi mbeleni? Vipi akijifungua? Atapatikana mtoto. Na mtoto atajulikana ni wa kwangu. Mimi sitaki kabisa kuikosea ndoa yangu. Na sitaki kabisa kuonekana kwenye ndoa yangu mimi ndio chanzo. Ndugu yangu, hili jambo ndo limeshatokea na halina mbadala mwingine wa aina yoyote, kwa sababu tayari ameshazamilia kutokutoa.
Unataka kufanya kitu gani kingine? Wewe ni mwanaume. Mwanaume hajawahi kushindwa na jambo la aina yoyote. Wewe achana naye tu. Pita hivi na wewe apite hivi. Mamdogo, huyu mwanaume ni mume wa mtu, hivyo mimi sitaki mabaraka kabisa, sitaki kashishe, sitaki shida, sitaki kuingilia kabisa ndoa ya watu, sitaki. Hivyo Kidoti, unajisikia kabisa unachokiongea? Yaani umekaa kabisa, oh mamdogo, mimi mwanaume sita. Hivi mume wa mtu ana alama? Nakuuliza wewe, mume wa mtu ana alama? Yaani awe mume wa mtu, asiwe mume wa mtu, yaani hiyo mimba hamna kutoa. Mimi ndo nakushauri sasa. Mimi ndo mama yako mdogo, ndo nakwambia. Hiyo mimba sisi hapa hakuna kutoa mimba. Yaani wewe unaongea tu. Yaani Brian alichosema yeye hataki kabisa kushirikishwa chochote kuhusu chochote. Yaani hataki kuisikia hata hii mimba yangu. Aya sasa Brian haitaki mimba yake. Mimi nitakuwa mgeni wa nani? Aya mimi naweza kujihudumia kweli mimba hii jamani? Odo. Naweza mimi. Mimi mwenyewe hapa unavyoniona bila kudanga maisha hayaendi. Nishakuwa na mimba kabisa kubwa hivyo. Mimi hela napataje? Naishije Odo? Wewe mwenyewe unajua. Aya wewe umeelewaje? Nikuulize kwanza. Yaani kuna watu huko mtaani wamelea watoto zao kwa shida. Unajua shida wewe Kidoti wewe? Kwa shida. Yaani wewe umepata hivi, Kitonga yenyewe kama mseleleko. Yaani wewe unakuja tu unataka kutoa. Yaani hiyo mimba hakuna kutoa. Au unapenda ile maisha ya kudanga. Kesho Juma, kesho kutwa Hamisi. Yaani huna mwanaume mmoja kueleweka, msimamo huna. Kwanza si ndio unasema mimi naitaka ndoa, mamdogo niombee, sijui nini. Msela wako umekuja, eti wewe ndo unataka kuinyomoa. Yaani hapa hamna kutoa mimba. Sijui unanielewa. Yaani hakuna kabisa kumtoa huyo waziri. Mimi namuona kabisa waziri anakuja. Utakuletea watoto hapa sasa hivi wanakuta siso. Una akili timamu kabisa Yaani hiyo mimba akatae, akubali. Yaani hiyo mimba hakuna kutoa. Kwanza mimi ninavyokuambia huyo mtoto tukimlea huyo akimuona kwa macho amekuja kidume hapa. Mwali huyo hapa amkatai. Hakuna kwanza karne hii hakuna mwanaume anakata damu yake. Hawezi kumkataa wewe. Hivi mwanangu unavyokuwa mzuri wewe. Mimi namuona kabisa mtoto anavyokuja wewe. Tuje kutoa mimba kuja kunileta mimi. Ana mke wake. Mke wake na? Kuna mtu hapa kashushwa duniani ana alama eti huyu wa Aisha. Tunapambana mwanzo mwisho hakuna kutoa. Miziki ya baga uitoe hapo nilete vitu vya ovyo. Na kutoa mimba. Hivi unajua vitu kama hivyo vijirudiaje mara mbili kwa watu kama sisi. Na uwezo ukajua Mungu akuandikia nini. Mungu ana makusudio yake. Uwezo ukalamika kila siku wewe. Akakupitisha tu njia. Wewe kahisi kama labda unateseka, kumbe huko ndo unapoelekea, huko ndo unakuja kuwa mfalme. Sasa wewe chezea. Eti toa sijui nini, tutabaki hapa maisha mpaka tunakufa. Bahati haiji mara mbili. Sijui unanielewa? Kwa hiyo mtoto wewe muache. Yaani muache kabisa. Tutajua ataishi huyu atakuwa mbona? Huyu atakuwa. Mume wangu upo sawa? Niko sawa. Melissa, kuna kitu nataka tuzungumze. Kitu gani? Unajua nilikuwa nataka
Na kesi. Samahani, naomba niongee na simu mara moja. Hey, hello baby. We Brian. Nilikuwa nakwambiaje? Na shida na wewe. Naomba uje haraka sana nyumbani. Yaani nakwambia mwenzako hapa nimekaa sina hata amani. Yaani mtoto amekumisi hatari. Yaani natamani sana nikuone sasa hivi. We njoo. Hebu acha utoto bwana. We nisikize bwana. Mwanao amekumisi. Yaani na ukija hapo uje na udongo mpenzi wangu. Umesikia? Uje na vitu vya kudambua dambua. Wewe, hebu nisikize kwa makini. Mimi ninavyokuita, mimi sio kibotwa. Na maana yangu, ninavyokuita na jambo langu la muhimu nataka niongee na wewe. Unavyoniambia hutaki kuja kwa nini? Na usipokuja, nitakuja huko huko kwa mkeo. Yaani nitakuja kuchezesha vanga huko hautoamini. Unanijua vizuri mimi akili mbili. Usiletee utoto kabisa. Au unanikazia mimi, wewe mwetazimu nini? Mke wangu, nilikuwa naomba nitoke mara moja. Kuna rafiki yangu kanipigia simu kuwa ana shida. Yaani unamaanisha utoke saizi? Ndiyo, maana ni dharura na anahitaji msaada sana. Sawa nini? Sawa, baadaye. Niliacha kila kitu, haijalishi kilikuwa na thamani gani, nikakukabidhi moyo wangu, nikairuhusu ndoa itawale nafsi